mtazamaji wa Sibuka TV na wasikilizaji wa Lindi FM 87.5. Ninakusalimu kupitia jina zuri la Yesu Kristo. Nikukaribishe kwenye kipindi cha jamii na maadili. Majina yangu ninaitwa mchungaji Raxmidas Elias Malamla. Nachunga kanisa la EAGT Ebeneza Mwanza Airport. Ndugu mtazamaji, tumekuwa na mwendelezo wa somo letu linalosema nini kifanyike ili kutokomeza mmomonyoko wa maadili kwenye jamii. Tulijifunza sehemu ya kwanza na ya pili, na sehemu ya pili kama nilivyosema, sehemu ya kwanza na ya pili kwamba kuna makundi kama 5 hivi ambayo ni muhimu sana. Yanapokuwa yamesimama kwenye nafasi yake, tunaweza kuhakikisha kwamba tunadhibiti mmomonyoko wa maadili kwenye jamii yetu. Mdau wa kwanza kwenye makundi haya 5 nilizungumza kwa habari ya wazazi na walezi. Wanayo nafasi kubwa sana namna ambavyo naweza kuwalea watoto kutokana na maadili ya kimungu, lakini pia kuwa na jamii iliyo bora. Kwa hiyo wazazi wana nafasi kubwa, lakini tukaangalia viongozi wa dini, na ndio sehemu ya pili. Tuliishia na viongozi wa dini, ambapo tulisoma kitabu cha Mithali sura ile ya 22 na ule mstari wa 6, mlee mtoto katika njia impasayo, naye hata iacha hata atakapokuwa mzee. Nilisema wakemee, au sisi viongozi wa dini tukemee tabia chafu kwenye jamii yetu, kwa sababu kanisa ni sehemu ya jamii ambako tunaishi watumishi wa Mungu na ambako Mungu ametuweka. Lakini jambo lingine, tutoe maudhui yenye kujenga jamii, yenye kujenga jamii madhubuti, zenye kuzingatia maadili. Wakati mwingine kiongozi wa dini hupaswi tu kuongea jambo lolote. Kile unachokizungumza hakikisha kwamba kina ujumbe ndani yake ambao unaweza kumsaidia mtu anayekusikiliza. Lakini jambo lingine, tufanyike kuwa mfano kwa waumini, kwa sababu sisi tunapaswa kuwa kielelezo. Tuliona kwenye Timotheo, mtumishi wa Mungu Paulo anamwambia mtu yeyote asiudharau ujana wako, bali uwe kielelezo katika usemi, mwenendo na tabia. Kwa viongozi tunapaswa kuwa mfano. Tunapozungumzia maadili, sisi viongozi wa dini tunapaswa kuwa ni wa mfano, kuionyesha jamii kwamba tunachokikemea sisi ndio wa kwanza kukiishi. Jambo lingine, kiongozi wa imani hapaswi kuingia kwenye tatizo la kutongoza waumini. Kiongozi wa imani anasimama kama baba mlezi wa kiroho, sababu mtu anazaliwa na wazazi wa kimwili, lakini Mungu amempa nafasi kiongozi wa dini, mchungaji, askofu na viongozi mbalimbali wa madhehebu tofauti. Wameaminiwa na Mungu na kuwekwa mahali pale kwa lengo la kumwakilisha Mungu, kama ambavyo kitabu cha Luka ile sura ya 10 inasema, Bwana akatoa na wengine 70 akawatuma wawili ili wamtangulie kila mahali alipokusudia kwenda yeye mwenyewe. Kwa hiyo eneo lipo mtumishi wa Mungu, ni Mungu amekusudia uwepo pale, na alikusudia awepo yeye mwenyewe, lakini amekuamini wewe ili uweze kumwakilisha vizuri katika eneo hilo. Lakini pia tutumie fursa ya mikusanyiko ya ibada zetu makanisani. Wakati mwingine tunapata nafasi ya kunena neno la Mungu kwenye misiba na sherehe mbalimbali. Tumia nafasi hiyo unayoipata
Maana neno la Mungu linasema wanapokusanyika 2 watatu kwa ajili ya jina la Bwana, yeye anakuwa katikati yao. Kwa hiyo mahali popote unapopata nafasi ya kuzungumza, usizungumze tu mambo mengine ambayo wala hata hayakuhusu. Kwa mfano mtumishi wa Mungu kuanza kushughulika na mambo ya kisiasa, wewe hujaitwa hayo. Waachie wanasiasa majukumu yao, wafanye kazi yao kwa ajili ya kutimiza kusudi lao. Lakini wewe mtumishi wa Mungu usishughulike na hayo. Wewe ni mshauri mzuri, watakuja kwako waombee na kuwashauri. Lakini ukijiingiza kwenye mambo mengine unaweza kuharibu wito wako ambao Mungu amekuita na hajakuitia hayo. Kwa hiyo ni muhimu sana. Tulisoma ile Timotheo wa kwanza sura ya 4 mstari wa 11 na 12. Mambo hayo uyaagize na kuyafundisha. Mtu yeyote asiudharau ujana wako, bali uwe kielelezo kwao waaminio, na katika usemi na mwenendo, na katika upendo na imani. Hapo ndipo ambapo tuliishia. Sasa leo tutaendelea na sehemu yetu ya 3 ambayo inazungumzia walimu. Walimu na maanisha walimu wa shule za msingi, sekondari, vyuo na vyuo vikuu. Acha niombe alafu niweze kuendelea na somo letu siku ya leo. Mwenyezi Mungu, ninakushukuru Baba yetu wa mbinguni kwa neema hii ambayo umenipa kusimama katika hadhara hii, na mtazamaji anayenitazama na kunisikiliza kupitia vyombo vya habari hivi. Baba, naomba neema yako iwe juu yake, umlinde na kumtunza. Neno hili lipate kibali ndani ya moyo wake. Najikabidhi kwako kwa jina la Yesu. Amen. Nataka tuzungumzie mdau mwingine wa 3 kwenye lile kundi la wahusika ambao wanapaswa kuyasimamia maadili. Nilisema kundi la kwanza ni wazazi na walezi. Kundi la pili ni viongozi wa dini. Nikasema kundi la 3 ni walimu, na kundi la 4 ni serikali na vyombo vya habari. Lakini kundi la 5 tazungumzia serikali inawajibika vipi kuhakikisha kwamba inasimamia maadili kwenye jamii. Lakini leo nataka nizungumze na walimu. Walimu ni mtu wa namna gani? Ni mtu anayeelimisha watu. Umeaminiwa na serikali, unalipwa mshahara kupitia kodi ya wananchi. Kwa hiyo ni vizuri sana unisikilize ili uweze kujua ya kupasayo kuyatenda. Inawezekana ukawa unafanya majukumu sio kwamba hujui, lakini kuna vitu unavifanya kwa sababu tu ya kutokuelewa nini mipaka yako na unapaswa kufanya nini. Kwa sababu kiongozi cha yote ni neno la Mungu. Nisome kitabu cha Mathayo sura ile ya 10. Nitasoma mstari wa 24 na 25a. Mwanafunzi hapiti mwalimu wake, wala mtumwa hampiti bwana wake. Mstari wa 25, yamtosha mwanafunzi kuwa kama mwalimu wake. Yamtosha mwanafunzi kuwa kama mwalimu wake. Sasa mwalimu uliyepata nafasi, ni kweli ni taaluma ambayo umeisomea. Na ndio maana Biblia inasema hapa kwamba yamtosha mwanafunzi kuwa kama mwalimu wake. Swali linakuja hapa, wewe ni mwalimu wa namna gani? Na huyu mwanafunzi ili awe kama wewe, unapaswa kujiuliza kwamba ili awe kama wewe, anapaswa aige vitu vingi kutoka kwako. Kwa sababu mwanafunzi anaamini kabisa kwamba mwalimu anajua kila kitu. Sasa inapotokea mwalimu aliyepewa dhamana na serikali akaenda kinyume na maadili, huyu mtoto anayefundishwa ataharibika zaidi. Sasa mwalimu anapaswa
walimu wote wanapaswa wafundishe maadili na weledi. Wafundishe maadili na weledi. Kwa mfano, hali inazidi kuwa mbaya kwa sasa, hasa eneo la kuyasimamia maadili. Maadili yanaanza na namna unavyozungumza na hawa watoto. Unazungumza nao kwa namna gani? Wanakuelewa kama nani? Kwa sababu mwanafunzi anapaswa kuone kama mzazi, kwa sababu umeaminiwa na wazazi. Sisi wazazi, mtoto tunamkabidhi kwa walimu akiwa na umri kuanzia miaka 6. Wakati mwingine miaka 5, anaenda nursery school, anaanzia huko chini, akiwa chini ya mwalimu. Kwa hiyo mtoto anapofundishwa na mwalimu asiye na maadili, matarajio yake ni kwamba huyu mtoto ataharibika. Nitatoa mifano tu ambayo nimekuwa nikiona, kwa sababu na mimi nina macho, ninafuatilia hata vyombo vya habari mbalimbali. Kwenye eneo la mavazi, nianzie hapo. Tunapotaka kuwa na jamii yenye maadili, ni lazima tuangalie vazi. Ni vazi gani linalokupasa ulivae mwalimu unapokwenda kusimama mbele ya hawa watoto? Nichukue kundi la kina mama. Mtanisamee kidogo, nianze na ninyi. Kuna wanafunzi wanatofautiana. Mwanafunzi wa darasa la kwanza hawezi kulingana na mwanafunzi wa darasa la 6 au la 5. Sasa huku wanakuwa ni wadogo, wanataka michezo, wanafanya nini? Lakini inapofika kiwango cha kuanzia kidato cha kwanza mpaka kidato cha 4, maana yake unafundisha vijana ambao wamepevuka, akili zao zinafanya kazi kwa haraka, lakini wako kwenye kile kipindi cha ule ujana. Wanasema ujana ni maji ya moto, damu inachemka. Sasa wewe mwalimu unakuja unasimama mbele ya hao vijana. Kuna vijana wa kiume wamo mle, wana macho, wanatazama. Unasimama mbele yao ukiwa umevaa nguo fupi, ambapo bahati mbaya sana unasimama kwenye ubao pale, ile unaanza kuandika, unashangaa chaki inadondoka chini. Sasa wakati wa wewe kuinama sasa ili uchukue, hata kama ni kalamu imedondoka chini, unainama. Wale watoto unahamisha mawazo yao, wanashindwa kujielekeza kwenye kusikiliza yale ambayo unafundisha. Wanaanza kushangaa kuona hili ni tukio la namna gani ambalo wanaliona. Sasa unaingiza fundisho jingine ambalo ni tofauti kabisa na kile ambacho kimempeleka pale shuleni. Sasa rai yangu ni kwamba watumishi wa Mungu, walimu, Mungu amewaamini, amewapa hiyo nafasi. Hajalishi unaamini au huamini. Dhamana uliopewa na serikali ni kubwa sana. Dhamana uliopewa na wazazi ni kubwa sana. Jiheshimu na uitumie. Wewe ni mtu muhimu sana unayepaswa kutusaidia kuhakikisha kwamba unawafundisha watoto kwa maadili na weledi. Sasa shida kama hiyo, wewe ndiye mtu unayepaswa kuhakikisha kwamba unamsaidia mtoto huyu, umuelekeze anavyopaswa kuishi na jamii. Sasa mwalimu anapokuwa katika hali ya namna ile, anavaa tu holela, anavaa nguo ya ajabu, mtoto anabaki anashangaa, anakushangaa wewe, badala ya kuendelea kusikiliza kile ambacho unamfundisha. Jambo la pili, nizungumzie na walimu wa kiume. Wewe ni mzazi, ni mlezi. Tumekuamini sisi wazazi wamekuamini, serikali imekuamini, na unalipwa mshahara kutokana na kazi, kutokana na kodi za wananchi. Sasa hapa nimeandika mwalimu anayetongoza wanafunzi. Sio tu anakiuka maadili, lakini pia anatenda kosa la jinai. Kumekuwa na shida kubwa kwa baadhi ya walimu wachache ambao wamekuwa na tabia mbovu. Unakuta
anaangalia binti fulani darasani, anamfanya kuwa mtu ambaye anamtuma kila anapokuwa na jambo, anamuita fulani anakuja. Lakini kumbe ajenda yake sio tu huyu binti atekeleza yale anayoyataka, lakini unajikuta anafanya vitu ambavyo havipo. Nia yake ni mbaya. Nikushauri kwa nafasi uliopewa uitumie vizuri. Wewe ni mlezi. Hebu fikiria hayo unayoyafanya. Nazungumza na mwalimu ambaye ana tabia hizi. Si kila mwalimu ana tabia hizi ambazo nazizungumza hapa. Sasa unapoanza kumshawishi mtoto kuingia kwenye mahusiano naye wewe, hebu fikiria, unaweza ukafanya hayo mambo kwa mtoto wako uliyemzaa? Kwa sababu huyu mtoto aliyeletwa kwako hapo shuleni, wewe unapata muda mrefu sana wa kukaa na mtoto. Kwa elimu ya nchi yetu, mtoto anakaa darasani miaka 7, anasoma shule ya msingi. Shule ya msingi anasoma miaka 7. Naona kwa mtaala ambao serikali imejaribu kufanya mabadiliko kwamba angalau asome miaka 6. Sawa. Tuchukulie hiyo miaka 6, tunakukabidhi mtoto akiwa na miaka 6, anatoka kwako akiwa na miaka 12 shule ya msingi. Halafu anaenda kidato cha kwanza akiwa na miaka 13. Anatoka elimu ya sekondari akiwa na miaka 17. Kila siku anakutana na wewe mwalimu. Sasa kama mwalimu usipoelewa nafasi hii ya kwamba wewe ni mlezi, wewe ni mlezi na mzazi, huwezi kumpandia kitu kizuri ndani ambacho kinaweza kumsaidia. Kwa ni muhimu sana kuelewa jambo hili kwamba walimu ni watu wazuri ambao sisi tunawategemea sana. Serikali imekuamini sana. Ni muhimu sana kuangalia mambo haya, mambo ya msingi sana. Nitaangalia ripoti ya moja hapa ambapo natamani tuweze kujifunza. Kuna mambo muhimu sana ambayo tunapaswa kuyafahamu. Nitasoma ripoti fupi ambayo ilitolewa na Tume ya Utumishi ya Walimu TSC ya mwaka 2021. Hotuba hii ilitolewa na kiongozi, sitamtaja kwa sababu ni jambo muhimu kabisa. Ilikuwa ni siku ya Mei Mosi akiwa anatoa hotuba yake. Sasa inasema Tume ya Utumishi wa Walimu TSC ilitoa rai kwa walimu nchini kuzingatia maadili katika utumishi wao, kwani kazi ya ualimu bila maadili haijakamilika. Anazungumzia kuonyesha kwamba kazi ya ualimu inaenda sambamba na nini? Na maadili. Kazi ya ualimu ikitengana kidogo tu na maadili, maana yake inakuwa haijakamilika. Kazi ya ualimu bila maadili haijakamilika. Kiongozi huyo aliyasema hayo jijini Dodoma alipokuwa anazungumza na waandishi wa habari juu ya maadili ya kazi ya ualimu. Alisema kuwa elimu kwa ujumla wake imejikita katika maadili. Hivyo bila maadili hakuna elimu. Kwani inawezekana kwenda shule hadi elimu ya juu sana, lakini ukawa hujaelimika. Kwa sasa ni muhimu sana mwalimu, ukishajua haya mambo, ukaelewa wazi kwamba mtoto anapokwenda shule anakwenda kuelimika, na wewe mwalimu tunakutegemea ili uweze kutumia taaluma uliyosomea kuhakikisha kwamba unapanda mbegu hiyo bora kwa watoto wetu. Anaendelea kusema kwamba elimu inaenda sambamba na maadili. Tunachoona kinaendelea madarasani, walimu wetu wengi
wanajikita zaidi katika kutoa maarifa kulingana na somo analofundisha, lakini swala la maadili wamewaachia viongozi na walimu wa vipindi vya dini. Hii ni ripoti ambayo inatolewa. Umeona? Sasa ukiona kiongozi huyu sio kiongozi wa dini. Huyu ni kiongozi ambaye ni mwenyekiti wa taasisi hii ambayo inasimamia walimu, kwamba walimu wamejikita kwenye vipengele tu vya somo ambalo amepangiwa yeye kufundisha, lakini swala la maadili wanawaachia viongozi wa dini. Ndugu mtazamaji na msikilizaji wa Lindi FM 87.5, tutarejea yako mambo mazuri, tutaendelea nayo ili tuweze kukamilisha somo letu. Mungu akubariki sana. Nitarudi nipate mapumziko mafupi. Mungu akubariki sana. Tumerejea tena ndugu mtazamaji na msikilizaji wa Lindi FM. Tunaendelea na mada yetu kwa leo, inazungumzia walimu. Na tulikuwa kwenye kipengele ambacho ni nanukuu hapa taarifa ya kiongozi wa tume ya utumishi wa walimu TSC ya mwaka 2021. Kwa hiyo tulikuwa kwenye kipengele ambacho anasema elimu inaenda sambamba na maadili. Kwa hiyo tunachokiona hivi sasa kinachoendelea madarasani ni walimu kujikita. Walimu wengi wanajikita zaidi katika kutoa elimu kulingana na somo alilopangiwa au analofundisha, lakini maadili wanawaachia viongozi wa dini na walimu wa neno la Mungu kwa vipindi vinavyofanyika mashuleni, na hiyo sio sawa. Kwa hiyo ni kazi ya walimu ikiwa ni pamoja, ikiweka pembeni maadili. Kazi ya walimu ikiweka pembeni maadili inakuwa haijakamilika. Kwa hiyo ni muhimu sana kwa kiongozi kwa mwalimu kujua nini anapaswa kukifanya. Kwa hiyo kiongozi huyu aliendelea kwa kusema kwamba alifafanua makosa mazito yaliyojikita kwa walimu, ikiwemo utoro, kugushi vyeti, uhusiano wa kimapenzi na wanafunzi, ukaidi na ulevi, ambapo kati ya mwaka 2020 hadi 21 jumla ya makosa ya walimu yalikuwa ni 1795. Haya ni makosa ambayo yalikuwa yamesababishwa na walimu. Kwa tunapozungumzia hili kundi, mwalimu usitafsiri kwamba labda watumishi sasa wameanza kutushambulia. Hapana, tunawekana sawa kuhakikisha kwamba tunafanya kazi nzuri. Wewe mwalimu na kiongozi wa dini tunapaswa kufanya kazi kwa pamoja ili kuhakikisha kwamba watoto wetu wanakuwa na maadili. Anasema ambapo kwa mwezi Julai hadi Septemba 2021 makosa ya walimu yalikuwa ni 184. Kwa hiyo alisisitiza kuwa adhabu zote zinazotolewa
kwa walimu zinaendana na kanuni na taratibu za tume za tume, na kwamba tume hiyo inajitahidi kutenda haki. Mwisho wa kunukuu. Hii ni hotuba ambayo kiongozi huyu aliweza kuitoa mwaka 2021. Sasa tunapozungumzia mwalimu, ni mtu muhimu sana. Mtoto anaenda shuleni hajui chochote, lakini anatoka kule anaelewa vitu vingi. Leo hii tunapoona madaktari, maprofesa, wasomi mbalimbali, hakuna mtu anayeweza kusahau mchango wa walimu. Mchango wa mwalimu kwenye taifa hili ni mkubwa sana, na kwenye jamii. Mtu yeyote anayejua kusoma na kuandika, ni mtu yeyote msomi wa kiwango cha namna gani, amepita mikononi mwa walimu. Kwa hiyo ni muhimu sana uelewe, mwalimu unayenisikiliza na kunitazama, nafasi yako ni kubwa, tena ni ya heshima, kwa sababu rais wa nchi hii amepita mikononi mwa walimu. Kiongozi yeyote, hajalishi ni wangazi gani, amepita mikononi mwa walimu. Sasa ukidharau hii nafasi na ukaitumia tu kama sehemu ya mtoko, vijana wale wanasema mtoko, unatoka tu kwenda bora unakwenda, hautaifanya kwa ufanisi. Kwa jambo la tatu ni kwamba watoe ripoti polisi, tuwe pamoja kutoa taarifa tunapoona watoto wetu hawatendewi vizuri. Kuna mambo mengi yanatokea leo kwenye jamii zetu. Unyanyasaji unafanyika kwa kiwango kikubwa sana. Unakuta tu mtu mzima anafanya vitu vya ajabu hadharani. Sasa hivyo vitu mtoto anapovipokea vinaweza kumuathiri na kuathiri hatima yake. Kwa ni muhimu sana walimu, tunapokuwa na watoto shuleni, tuwe makini kuona kwamba tunafuatilia mienendo yao ya kila siku, lakini tutawasiliana na wazazi tunapoona mabadiliko ya kitabia kwa mtoto ambaye alionekana yuko vizuri darasani, uwezo wake unaanza kushuka. Ni lazima tuelewe kuna kitu hapa. Kwa ni muhimu sana kushirikiana kati ya mwalimu na wazazi kwenye malezi ya watoto. Jambo lingine, washirikiane na wazazi kwenye kujenga ari ya kusoma kwa watoto. Mwalimu, kuna baadhi ya walimu ambao wanafuatilia sana. Wapo wachache, lakini walio wengi kwa sababu ya ongezeko la watoto. Unajua kwa sasa watoto wamekuwa ni wengi sana. Ni tofauti na miaka ya nyuma. Leo hii sio kitu cha ajabu kukuta darasa moja lina wanafunzi 100 na kitu mpaka 200. Lakini wakati tunasoma sisi unakuta darasa watu wakizidi sana 30-40. Kizidi hapo mnagawanywa mikondo A, mkondo B. Lakini kwa sasa mwitikio wa wazazi, ni wapongeze pia, wamekuwa na mwitikio mzuri wa kuhakikisha kwamba watoto wanapeleka watoto shuleni. Hilo ni jambo jema kabisa, kwa sababu unapompa elimu mtoto inaweza kumsaidia kwenye maisha yake hapo baadaye. Kwa hiyo ni muhimu sana kwa mzazi na mwalimu kuwa kitu kimoja. Na nizungumze pia na wazazi kwenye hili eneo. Tuwe mfano wa kufuatilia maendeleo ya watoto wetu. Tunahakikisha kwamba akitoka shule, hakikisha kwamba unajua nini ameandika. Fuatilia. Mtoto anashindwa kufanya vizuri kwa sababu anapofika nyumbani hapati muda. Amepewa kazi ya kufanya nyumbani, akifika anapewa majukumu. Huwezi kusoma mpaka umefanya hiki. Naye ni binadamu, ana mwili wa kuchoka. Wakati mwingine anachoka, anaweka huko madaftari, analala. Kwa hiyo mwalimu anapoona maendeleo ya mtoto huyu darasani, uwezo wake umeanza kushuka, mwalimu anayefuatilia vizuri anagundua wazi kwamba huyu mtoto hayuko sawa. Ni jukumu lako sasa kumuona huyu mtoto. Wewe
una shida gani? Ulikuwa vizuri, maendeleo yako yalikuwa ni mazuri, lakini unazidi kushuka. Tatizo liko wapi? Atakuambia. Nakumbuka miaka ya nyuma sana, ninakumbuka sana haya mambo ambayo niliwahi kuyapitia kwa mzazi wangu. Wakati mwingine haikuwa jambo la kushangaza kukuzuia usiende shule hata wiki nzima, ili ulime, nenda shamba. Huyo ni mzazi. Lakini leo wazazi wanajitahidi sana kuwasomea watoto, lakini huko nyuma mpaka tunafika hapa tulipambana, lakini wengi wamepita kwenye changamoto hizo. Unazuiwa hata usiende shule kwa ajili ya kilimo au kazi zingine. Sasa tujitahidi wazazi kuwapunguzia majukumu watoto ili kuwapa uhuru wa kufanya vizuri darasani. Hiyo elimu wanayoipata ni kwa faida yao, itawasaidia, watasaidia na wadogo zao huko. Ni jambo zuri na la kujivunia kwamba tuna mtu ambaye tunaposimama kusema na sisi kwenye ukoo wetu yupo mmoja ambaye anaweza akasimama akazungumza, dunia inamsikiliza. Kwa hiyo ndio faida ya elimu. Kwa hiyo walimu tusisahau hilo, ni lazima walimu washirikiane na wazazi kwenye kujenga ile morali ya mtoto kusoma kwa bidii. Wakati mwingine mazingira yanaweza kumfanya mtoto asiendelee, asipende masomo. Mimi kwa muda ambao nimeendelea kumtumikia Mungu kwenye jamii ambayo ninatoka, kumekuwa na changamoto ya watoto kadhaa, watoto wengi. Unashangaa tu mtoto anagoma kabisa kuendelea na masomo. Sasa shida inayotokea mtoto anapoanza kugoma kwenda shule, mzazi anachokifanya ni kumchapa. Sasa mtoto akienda shule anachapwa na walimu kwamba ni mtoro, anapigwa sana, anarudi nyumbani mzazi naye anampiga sana. Sasa inafika wakati sasa mtoto huyo anaanza kuogopa. Nimepata nafasi ya kukutana na hao watoto, namna ya kuwasaidia. Unakutana nao, unakaa naye ofisini, wakati mwingine unamnunulia hata soda, anaanza kunywa pale. Natafuta nafasi ili kufungua moyo wake. Sasa ninapowauliza, sasa kwa nini wewe upendi shule? Kwani unasoma kwa faida ya nani? Watoto wengi wanaeleza wazi ni yale mambo wanayokutana nayo. Moja ni wazazi kuwa wakali kupita kawaida. Anapoambiwa na walimu kwamba mtoto wako maendeleo yake sio mazuri shuleni, wakati mwingine mtoto anafika amechelewa au ana tabia fulani hivi, adhabu ni kupiga, hata hawawezi kukaa naye kuzungumza naye. Nilikana kijana mmoja akaniambia hivyo kwamba mimi nachoshwa kipigo, nikienda shuleni napigwa, nikirudi nyumbani napigwa. Ilipelekea mtoto yule akaacha kabisa kwenda shule na hata nyumbani akawa halali, analala kwenye mapagare. Sasa nilipopata nafasi ya kuzungumza na binti, akaniambia mwalimu, akamtaja kwa jina, amekuwa akinisumbua, akitaka mahusiano. Sasa nilivyokataa tu ikawa ni shida, napigwa. Sasa anaporudi nyumbani, badala ya wazazi wamuulize kwa nini amebadilika kiasi hicho, alikuwa anaendelea vizuri, sasa amebadilika tu ghafla, badala ya kufuatilia wajue haya mabadiliko yametokana na nini, wanasikiliza kile walichokipokea kutoka, wanakifanyia kazi kile walichokisikia kutoka kwenye ripoti ya mwalimu. Huyu mtoto ni mkorofi, anafanya nini, sawa, na wao wanaanza kufanyaje? Kupiga. Mwisho wa siku mtoto anaona kwamba hana msaada. Shuleni kuna usumbufu uliomfanya achukie shule. Nyumbani wazazi nao wanamuona huyu mtoto ni mkorofi, kwa nini hafuati taratibu za shule? Mzazi unayenisikiliza, kuwa makini. Ukiona mabadiliko ya mtoto, kumpiga wala sio kutibu tatizo. Kaa naye, uzungumze naye, umsikilize, akueleze kwa nini. Kwa mimi nimesaidia watoto wengi sana kwenye jamii ninayotoka, na watu walishajua wazi kwamba mtoto anaposhindikana kwenye haya maeneo, mtafute mchungaji fulani. Nimesaidia watoto wengi na wengine wako vikuu sasa wanasoma, lakini huko nyuma wakiwa kwenye madarasa ya chini walikuwa wamekata tamaa kutokana na usumbufu ambao wanaupata. Wakati mwingine
ni zile adhabu ambazo zinatolewa. Sasa jambo lingine, wasitumie watoto kama wafanyakazi wao, kuwasafishia nyumba zao au kuwafulia nguo. Mwalimu unayenisikiliza, hata kama wewe ni mwanamke, sio busara unachukua watoto shuleni unawapeleka nyumbani kwako wakufulie nguo. Wewe una mikono, ajiri mfanyakazi, ulipe pesa, usitafute tu urahisi. Lipa pesa mfanyakazi unapokuwa kwenye majukumu, si ndio kupeana riziki huko. Tunao watu wengi ambao hawana ajira rasmi, kazi zao ni vibarua. Sasa unapomwajiri wewe kukufanyia usafi, na yeye anajipatia kipato, sasa usitumie hawa watoto. Mtoto anatoka nyumbani anakwenda kusoma, kazi hizo ameziacha nyumbani. Mwalimu unayenisikiliza, usimtumie mtoto kwa ajili ya kufanya usafi kama mfanyakazi wako. Hapana. Kazi anazopaswa kuzifanya mwanafunzi ni zile zinazohusisha mazingira ya shule. Kufanya usafi mazingira ya shule ni kawaida, hata sisi tumefanya, wala hata hakuna shida. Tunalima shamba la shule, sawa, wakati huo kifika tufanye kazi hiyo. Lakini usitumikishe hawa watoto kwenye majukumu yako mwenyewe. Unawapeleka shambani kwako, weka kibarua, wewe upo kazini. Ni muhimu sana kuangalia hayo mambo. Kwa hiyo walimu wasitumie watoto kama wafanyakazi wao kuwasafishia nyumba zao au kuwafulia nguo. Ni jambo muhimu sana hilo, unapaswa kulielewa. Tunakuheshimu sana, wewe ni mwalimu, lakini wewe ni mlezi pia. Lakini sasa kuna mambo ambayo unapaswa kuyaepuka. Yanaweza kupoteza sifa yako. Kama wewe ni mwalimu kijana, hujaoa, wakati ukifika oa mke, hayo ndio majukumu yake. Wakati hujafika fanya kazi mwenyewe. Lakini usitumie hawa watoto. Unapoongeza vitu kwenye ubongo wao, vitu ambavyo viko nje ya ratiba yao ya masomo, unawaharibia ratiba. Kwa hiyo sasa tunapotaka kujenga jamii bora, ni lazima tuanze kushughulika na hivi vitu. Mungu akupe neema ya kuelewa haya mambo. Hiyo taaluma ulio nayo ni kubwa na ni ya heshima. Mwalimu ana nafasi kubwa sana. Ni nafasi ya kipekee kabisa, kwa sababu kila mtu aliyeelimika amepita shule, amepita chini ya mikono ya mwalimu. Sasa ukichafua hali ya hewa kwenye eneo lako, na ndio maana sasa inapelekea watu wanaona kana kwamba changamoto inatokea hiyo, watu wanashindwa kuamini. Baadhi ya walimu wamekuwa hawaaminiki. Kuna vitu ambavyo unapaswa kuviacha. Muda wa kazi, wewe unaenda kwenye ulevi, unaacha kwenda kazini bila sababu yoyote. Haipaswi kuwa hivyo. Kuna baadhi ya walimu, wapo walimu wachache ambao bado wanatumia lugha ambazo sio nzuri. Nilikwenda mahali, niliona kitu cha kushangaza, na sijui kama hiki kitu kinapendeza. Shule nzima wanaagizwa kesho kila mwanafunzi aje na fimbo 5. Sasa hizi fimbo tutumie muda vizuri kuzungumza na hawa watoto. Hawa watoto wanasikia, wanaelewa. Nataka nikuhakikishie mwalimu, fimbo peke yake haiwezi kumsaidia mtoto huyo akaelewa. Ni pale ambapo unaelewa nini kinasumbua, kwa nini huyu mtoto hasikilizi na kwa nini haelewi. Ukishagundua vitu hivyo, vitakusaidia sana mwalimu kuweza kujua nini cha kufanya.
lugha tunazotumia, unazungumza nao unazungumza nao kitu gani? Maana Biblia inasema mazungumzo mabaya huharibu tabia njema. Yale unayoyatamka mtoto anayasikia, yanakaa ndani yake. Kwa hiyo tutakuwa na watoto watukanaji tu. Zipo lugha wanazitumia walimu, unashangaa sana. Sasa ninapozungumzia haya mambo, nina uzoefu kwa sababu nimepita kwenye hivi vyuo. Ninapozungumza na walimu, nazungumza walimu wa shule za msingi, sekondari na vyuo. Sasa sizungumzi tu na walimu wa shule za msingi, nazungumza na walimu wa vyuo mpaka vyuo vikuu. Tunatumia lugha gani? Maneno tunayotumia, tuache lugha za matusi. Zile lugha za matusi zinatudhalilisha sisi. Unaweza kuwa unatamka tu ukaona kwamba kwa sababu unatamka huyu mtoto sio wa kwangu lakini unajidhalilisha mwenyewe. Ni muhimu sana kuelewa mambo hayo. Kwa hiyo mwalimu ana nafasi kubwa sana ya kuweza kuhakikisha kwamba anaelimisha jamii na kuhakikisha kwamba jamii inakuwa na maadili mema. Kanisa ili liwe bora linategemea jamii yenye maadili. Taifa ili liwe na viongozi wazuri linategemea maadili mema. Na ndio maana sasa mambo mabaya yanaweza akaanza kujitokeza kwa mtoto huyu aliyefundishwa kwa kutumia lugha za matusi, na yeye ataanza kutukana. Na hata haya tunayoyaona leo, wakati mwingine unakuta mwalimu ni mkali kupita kawaida. Yeye adhabu yake ni kupiga tu, ndo anajua adhabu yake ya mwisho ni kupiga tu. Lakini sasa unaweza kukuta ni visasi tu, huko nyuma alipigwa. Nakumbuka mwalimu wetu mmoja, sitaweza kumsahau, alikuwa anatufundisha wakati wa mchaka. Ilikuwa ni jambo la hatari sana. Akikukuta umekaa pembeni ya mstari, anakupiga buti. Wanafunzi alibaki kumbukumbu mioyoni mwetu. Sio kwamba alikuwa mwalimu bora, lakini tulimkumbuka kwa ukorofi. Sasa kama mwanafunzi alisoma akapita kwenye mikono ya mwalimu kama yule, sawa, ni rahisi sana kuweza kuyafanya yale kwa sababu alilelewa na mwalimu mkorofi. Lakini wewe mwalimu, jitahidi tu kuwa na, Mungu akusaidie kuwa na hekima ya Mungu, na kama ambavyo Biblia imetuelekeza kwenye kitabu hiki ambacho tulisoma, Mathayo ile sura ya 10 na ule mstari wa 25, yamtosha mwanafunzi kuwa kama mwalimu wake. Wanafunzi hawa wajifunze kutoka kwako, busara zako, unyenyekevu wako, namna unavyozungumza. Kuna walimu huwa ninawakumbuka mpaka leo. Hata mimi wakati ninasoma nilitamani kwamba siku nikiwa mwalimu siwezi kuwa kama mwalimu fulani, ila natamani kuwa kama mwalimu fulani, kwa sababu kuna mwalimu anakufanya kama rafiki. Hata kama umekosea, anakuita, anambia hapa, ulipaswa ufanye hivi. Kwa nini umefanya hivi? Wakati mwingine mtoto anafika darasani hana utulivu. Wakati mwingine anakuja amechelewa, wewe unaendelea. Sasa anafanya kosa moja tu, adhabu yake ni kubwa. Alikuwa ukifanya kosa anakuita kwanza, anazungumza na wewe kama mzazi. Kwa kweli shule yetu, yule mwalimu na naamini ananitazama na anaelewa namzungumza, kwa sababu alijua kwamba yeye ni rafiki yangu, na nilishawahi kumwambia kwamba wewe kwenye maisha yangu ulifanyika kuwa baraka sana. Lakini hata yule ambaye alikuwa ni mkorofi kwangu sikuweza kumchukia, na ndio maana hata sasa nasimama hapa kuzungumzia malezi ya watoto. Mwalimu ana mchango mkubwa. Kuna wengine ukorofi wamejifunza wakiwa shuleni, amemwona mwalimu fulani ni mkorofi, anaona walimu ni kuwa mkorofi. Walimu ni kuogopwa na wanafunzi. Nataka nikuambie jambo hili kwamba
mwalimu anayeogopwa na wanafunzi, vipindi vyake vyote wanafunzi hawezi kufanya vizuri, kwa sababu wakiingia darasani wamepaniki, hawawezi kuwa na utulivu, maana hawajiamini kwamba tutamaliza salama kipindi hiki. Na Mungu akusaidie sana ili uweze kuwa mwalimu wa mfano. Mambo haya ni muhimu sana. Ni muhimu sana. Kwa hivi vitu tukishikamana, kiongozi wa dini, mwalimu, tulianza na wazazi, tukaja kiongozi wa dini, na leo tunazungumzia mwalimu. Hebu angalia huo mnyororo wa muunganiko. Mtoto anatoka nyumbani, anaelelewa vizuri, anaelekezwa maadili mazuri. Akienda kanisani anakutana na kiongozi wa dini. Kiongozi wa dini anamfundisha namna ya kuishi, anamuelekeza namna inavyompasa. Mungu wetu ni Mungu wa utaratibu. Mambo yote yatendeke kwa uzuri na kwa utaratibu. Maombi yangu ni kwamba ninayezungumza naye leo ananisikiliza na ananielewa. Jitahidi kuchukua hatua ili Mungu aweze kujidhihirisha kwenye maisha yako, kwa sababu haijalishi una dini, lakini wewe ni mwalimu. Mungu amekupa nafasi hiyo kuelimisha hawa watoto. Tumia nafasi hiyo, itumie nafasi hiyo vizuri ili tuwe na jamii iliyo bora. Ni lazima walimu tufanye majukumu yetu. Kuna wakati vijana anaondoka nyumbani akiwa na tabia nzuri sana. Anaporudi kutoka chuoni anakuja ni mtu ambaye haeleweki. Tunaanza kujiuliza nini kimembadilisha? Nini kimembadilisha? Anapokutana na makundi mbalimbali ya vijana huko chuoni au shuleni, na walimu wakashindwa kudhibiti tukio lile, yale mabadiliko yale, yule mtoto anaona ni sehemu tu ya kawaida. Bahati mbaya sana mengine anayoyafanya anayaona kwa walimu. Siku moja nilikuwa nasafiri kutoka sehemu moja kwenda nilikuwa natoka Mwanza naenda sehemu fulani. Nimekata tiketi yangu ya basi, nikakaa na kijana mmoja. Wakati tunaendelea nikaanza kuomba pale, baadaye nikachukua Biblia, kasoma neno, nilikuwa kwenye basi. Baadaye nikaanza kuomba kwa hapo. Namaliza kuomba, yule kijana akawa amenisemesha. Mimi bwana nilifukuzwa shule. Nasoma shule fulani kidato cha 3. Tulifanya kosa shuleni, tukapewa adhabu. Mimi nikaigomea adhabu. Nilipogomea adhabu, nikaambiwa nisirudi shuleni mpaka niende na mzazi. Mzazi wangu baba ni mkali. Yaani nimeenda nyumbani hata sijamwambia, nimewaza nikimwambia tu, mzee kwanza kuzungumza tu na mimi ananiuliza umekuja kufanya nini? Kwa hiyo nilivyoanza kumwambia kwamba nimefukuzwa shule twende, yatakao nikuta ni mabaya sana. Nikamuuliza, unataka mimi nikusaidie nini? Ule ushuhuda wa kweli ambao ninapozungumzia malezi ya watoto ni muhimu kujua. Sasa yule kijana alifuatilia kujua mimi ninaenda wapi, ninakokwenda na yeye ndiko anakosoma. Sasa anataka aniombe mimi tukifika pale niende pale shuleni nikamuombee msamaha ili aweze kuendelea na masomo. Anasema yuko tayari kuitumikia adhabu. Na ananishawishi kwamba adhabu utakayopewa na walimu kwamba uniadhibu mimi, ni adhibu tu kama mzazi, lakini baba. Kwa hiyo yule kijana ikabidi twende, nikafika mpaka pale shuleni, nilimkubalia tu. Sasa yule mkuu wa shule aliponiona mimi ni mtumishi wa Mungu
na yule mtoto na kile alichokuwa amekifanya. Alishangaa sana kwamba huyu ni mtoto anatoka kwenye familia ya wacha Mungu. Kimsingi tumekutana naye kwenye basi, na mimi nimeguswa tu na maelezo aliyonieleza. Nia yake ni kusoma, lakini nikatamani kujua, maana nilijua ana uwezo wa kunidanganya kosa alilolifanya. Sasa nikaenda pale shuleni kuuliza swali kosa ambalo amelifanya. Hilo ndio linanifanya nizungumzie ushuhuda huu kwenye chombo hiki cha habari. Umeona? Sasa yule kijana, walikuwa ni wanafunzi 5, wamepewa majukumu kama haya ambayo nimesema hapa, wasitumie watoto kama wafanyakazi. Huyu mtoto aliambiwa akafue nguo za mwalimu wa kiume, nguo zake. Akasema, mwalimu, mimi sikuja hapa kuwa houseboy, siko tayari kufanya kazi za ndani, nimekuja kusoma mwalimu. Wamechukua vijana 5 wakafanya kazi, wakapangiwa majukumu, kila mmoja majukumu yake. Sasa alipokataa adhabu, anatangaziwa kufukuzwa shule. Hii adhabu ilikuwa inamstahili mtoto. Ni kweli kugoma, atufundishe watoto kugomea adhabu. Hebu tufikiri sasa, mimi na wewe, ni sahihi kumfukuza shule? Mimi mzazi ninalipa ada, mtoto yuko shule, tena ni shule ya binafsi. Umeona? Mtoto amekuja anasoma shule, lakini wewe unamfanya kuwa mfanyakazi wa ndani. Mfanyakazi wa ndani akufulie nguo, amekataa, unamwadhibu. Sasa nikazungumza na mwalimu, akanieleza. Baada ya kuwa amenieleza, nikaona ni jambo tu la kawaida, lakini nikamsihi yule mwalimu pamoja na yule mtoto, nikamsaidia pale. Hakuwa mtoto wangu, lakini tulikutana tu kwenye basi, nikaguswa kumsaidia. Nilienda kubaini hilo jambo, kwamba kuna watoto wanatumikishwa majukumu mengine yasiyowahusu. Ndugu mtazamaji wa Sibuka TV na msikilizaji wa Lindi FM 87.5, ni mambo mengi tumejifunza. Nikushauri mtazamaji wangu, hasa unayeguswa na kundi hili, hebu fanyika kuwa mlezi na mtu muhimu sana, na ujue wazi kwamba taifa limekuamini wewe na kukupa nafasi hiyo, na unalipwa mshahara kupitia kodi ya wananchi. Fundisha mtoto vizuri, lakini jiepushe na mambo yanayoweza kuleta aibu kwenye maisha yako. Nataka nikuombee, lakini kabla sijaomba, nirudie tena utambulisho wangu na namba zangu za simu. Nirudie kuzitaja, japo unaziona pale kwenye televisheni yako, zinapita hapo chini. Majina yangu ni mchungaji Raxmida Sirius Malamla. Ninachunga kanisa la EAGT hapa Mwanza Airport. Na nikupe mawasiliano ya kwangu ili uweze kunipata kama kuna jambo lolote nataka tuweze kuzungumza, au nataka ushauri. Namba yangu ni 0755 750 749, 0755 750 749. Namba nyingine ni 0786 8801 87, 0786 8801 87. Piga simu hiyo, tutaweza kuwasiliana. Nikutakie usikilizaji mwema wa vipindi vingine vinavyoendelea. Acha nikuombee. Mungu na Baba yetu wa mbinguni, ninakushukuru kwa ajili ya msikilizaji na mtazamaji huyu. Neema yako Mungu iwe juu yake, mlinde, umtunze, na mkabidhi mikononi mwako katika jina la Yesu. Amen. Mungu akubariki. Tukutane wakati mwingine tena.
Amani ya Bwana iwe nawe.